Mitandaoni huko Mheshimiwa Waziri, sasa hivi kuna hali kama ya uhasama inapotokea tu taarifa yoyote ya jeshi la polisi, hata ya kifo cha afisa wa jeshi la polisi au ajali ambayo inawakuta askari wa jeshi la polisi, unakuta kuna baadhi ya wananchi pale wanashangilia au kutoa maoni yanayoonyesha kama wamefurahishwa na taarifa zile. Sijui kama mmegundua uwepo wa hali hii na mnadhani tumefikaje hapo? Tumefika hapo kwa sababu moja, tumekuwa na jamii sisi wengi hatufuati sheria, na pili, kwa sababu hatufuati sheria na tunahalalisha haramu nyingi, polisi mwisho wa siku ndio msukumaji wa kusimamia sheria na maadili ya nchi. Sasa atakapochukua hatua ndio anaonekana ni nongwa au ana matatizo. Lakini kwa sehemu kubwa, Chazi, nikwambie, wezi wako kwenye familia zetu, majambazi wako kwenye familia zetu, wanaovunja na kukata miti na kuchoma mikaa isivyo taratibu wako kwenye familia zetu. Sasa kwenye watu ambao wanafanya vitu ambavyo viko kinyume cha sheria, wanapochukuliwa hatua, hakuna anayefurahi. Hata ukiangalia kwenye mitandao umesema matusi ni jambo la kawaida. Sheria, kanuni za adhabu inakataza. Leo mtu anamtukana tu hata Chazi, anambagaza, anamdhalilisha popote pale, kwa sababu tu ni uhuru, kwa sababu tu ni demokrasia. Hatuwezi kuishi namna hiyo, kwa sababu mwisho wa siku ndio haya mnakuja kuwaletea shida tena polisi. Unamtukana mtu huko, unamdhalilisha kwa sababu una kazi, una nafasi, una cheo, anachukia, umemdhalilisha mbele za watu, alafu mwisho wa siku anasema hata nikimpeleka polisi huyo ataachiwa, kwa kudhania hivyo, kwa sababu kuna dhana hiyo inatengenezwa pia, kwamba labda kutakuwa kuna rushwa. Matokeo yake huyu mtu anajichukulia sheria mkononi. Wangapi watabaki salama? Mtatusumbua kwa makesi mengi. Pamoja na hayo, kuna mahali mkijitathmini nyinyi wenyewe kama Wizara ya Mambo ya Ndani na Jeshi la Polisi ambayo liko chini yako, kwenye tathmini yenu ya ndani, kuna madhaifu mnayoyaona kwamba mnayo na mnadhani kwamba mkiyaboresha pengine patakuwa pana mahusiano mazuri zaidi na wananchi, kwa sababu wananchi pia wanalalamikia kutendewa ndivyo sivyo na vyombo vya dola, hususan Jeshi la Polisi kwenye baadhi ya masuala yao? Nadhani udhaifu hakuna kwa vyombo vya ulinzi na usalama, isipokuwa tu ni masuala ya kawaida hayo ya mapungufu labda kidogo, ya kwa mfano inapotokea tu kwamba jeshi linatoa kwa mfano elimu kila wakati ya kuhusu haki za uraia na kadhalika, na vitu hivi hata sheria zetu zinasema kutokujua sheria sio kinga nini ya jinai. Sasa katika kitendo hicho, mdhibiti wa mwisho anakuwa polisi. Mdhibiti wa kwanza anapaswa kuwa familia. Unapozaliwa wakulee katika maadili mema.